Kuna mambo mawili ambayo yanaweza kutengeneza utajiri. Jambo la kwanza ni biashara, jambo la pili ni uwekezaji. Tunapozungumzia biashara na uwekezaji vinatofautiana katika namna vinavyoleta cash flow. Tunapozungumzia biashara ina uwezo wa kuleta cash flow kila siku, yani pesa kuingia kila siku. Lakini uwekezaji unaleta fedha au unaleta faida baada ya siku kadhaa. Tafsiri yake unahitaji muda mrefu ili uweze kupata faida ndani ya uwekezaji. Na hapa napozungumzia kwenye biashara, tafsiri yake ni kwamba biashara ina afya na inaweza ikaleta matokeo mazuri na makubwa endapo ukichagua biashara ambayo unaijua na unauelewa nao vizuri na unaweza ukaifanya vizuri. Na biashara inaweza ikalani pesa zikaja kwa wingi kuliko investment, sababu investment tunasubiri kwa muda fulani. Sasa nini nataka niseme? Kama wewe ni kijana unapata fedha kutoka kwenye mshahara, unapata fedha kutoka kwenye vitega uchumi mbalimbali, usichukue pesa yote ukaipeleka kwenye uwekezaji. Tafsiri yake ni nini? Chukua asilimia kubwa ya pesa, fanya biashara ambayo kuna product unauza ambayo inaweza kukuletea pesa kila siku. Inaweza ikawa ni product, ni digital product kama content, ama unatengeneza ebooks, unatengeneza graphics unauza online, ama unatengeneza una bidhaa ambazo unanunua sehemu na kuziuza ambazo ni za physical. Mfano unanunua nguo sehemu bei ndogo unauza sehemu nyingine, afu ukaifanya hiyo biashara yako ya nguo ndio unaifanya peke yake, ili focus katika hicho kitu na watu wakujue kwamba unauza hicho kitu na ukajulikana katika hicho kitu. Tafsiri yake utapata matokeo makubwa kuliko kila pesa unayoipata kama unapata mshahara afu mshahara wote unaopeleka kwenye uwekezaji. Tafsiri yake ni ule mshahara unaopeleka kwenye uwekezaji. Tafsiri yake uwekezaji ni mzuri kama kuwekeza kwenye ardhi, kuwekeza kwenye hati fungani, kuwekeza kwenye hisa, kuwekeza kwenye vipande, ni mzuri sana. Lakini kama kijana unakuchelewesha kufikia hatua yako, kwa sababu tunasubiria matokeo mazuri makubwa lakini kwa muda mrefu. Lakini ukiwa unawekeza kwenye biashara, tafsiri yake inakupa nafasi ya wewe kuwa na cash flow yanayoingia pesa kila siku, lakini pia unakuwa una nafasi nzuri ya wewe kupata faida katika biashara ambayo unaifanya. Na ile faida unayoipata, sehemu ya faida, sio yote, sehemu ya faida unaipeleka kwenye uwekezaji kama kwenye hisa, sehemu za vipande, sehemu za hati fungani, na sehemu za ardhi, na sehemu nyingine ambazo unaweza ukawekeza kama kuwekeza kwenye vifaa vya kukodisha kama ukinunua. Lakini cha kwanza na cha muhimu, ili kusudi uweze kulani pesa yako na kukuletea cash flow nzuri na uweze kufikia malengo yako ya mafanikio ya kifedha kiwepesi, ni lazima uwe na biashara ambayo unauza, uwe na product ambayo unauza ambayo itakuwa inaleta pesa kila siku. Kwa hiyo cha kukushauri kama wewe ni kijana, usifocus kwenye kuchukua pesa yote katika uwekezaji ambao hauuzi product, bali focus kuchukua pesa ile ambayo unaipata uiwekeze katika biashara ambayo inaweza ikazaa pesa, ambayo utakuwa na ujuzi nayo na una uhakika nayo, lakini pia na unaipenda hiyo biashara kuifanya na kuitangaza watu waifahamu na uweze kuipata pesa kupitia hiyo biashara. Na utakapopata pesa kupitia hiyo biashara, tafsiri yake itakupa nafasi nzuri ya wewe kuwa unapata pesa kila siku. Na ile pesa ambayo unaipata kila siku, tafsiri yake utakuwa unawekeza asilimia fulani ya faida yako unayoipata kutoka kwenye biashara. Hichi ukichanganya biashara na uwekezaji kama kijana, itakupa nafasi nzuri ya kufikia malengo ya kwako baadaye katika hatua ya urahisi kabisa. Lakini kama utafanya wewe kila pesa unayoipata ipeleke katika maeneo ya uwekezaji, kwenye viwanja, kwenye hisa, kwenye vipande, kwenye hati fungani, na ungali bado ni kijana mbichi, kuna mambo unaweza ukapambania ukafanya huku ukafanya huku, tafsiri yake ni kwamba hiyo itakupa kitu ambacho kinaitwa kwamba ina block
uwezo wako wa kufikia mafanikio makubwa kwa haraka, na biashara ni njia ambayo itakusaidia. Cha msingi, jifunze biashara ni nini, namna gani unaweza ukaifanya, product gani unataka kuiuza na ambayo unaipenda. Jifunze masoko, namna ya kutafuta masoko ya bidhaa hiyo ambayo unataka kuiuza. Jifunze namna ya kupata wateja ambao unawataka na ambao umewalenga. Lakini pia cha mwisho, jifunze lugha nzuri ya kuongea na wateja wako ili wavutiwe kuuziwa na wewe, wanapohitaji ile product wakukumbuke kutafuta wewe. Naitwa Pamphilus Leonard Lushoto, ni mkufunzi wa masuala ya fedha na uwekezaji ambaye nimeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kama hujasubscribe katika channel yangu hii, subscribe ili tunapoweka video nyingine ziweze kukusaidia uweze kufanikiwa katika kujifunza na sisi katika masuala ya fedha.